Ni wenyeji wa ardhi ya Madiba tungekusalimu kwa salamu ya kwao ya Kizolo, lakini sisi tunakusalimu kwa salamu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zikufikie salamu leo tukiwa tumesimama hapa Clock Tower na Lawrence. Muda mrefu kidogo hatujapata wasaa kuzungumza naye, tumekuwa tukipishana ingia toka kwa sababu ya majukumu yake ya kazi. Yapo mengi yanayohusiana na wekundu wa Msimbazi Simba. Hali yako iko vipi kaka Lawrence? Niko njema Jafet. Ni jambo la kushukuru, kwa Watanzania wote. Leo ni Jumaa Kuu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tufikia siku ya leo kwa sababu tunaelekea mchezo wetu wa nusu finali ya shirikisho. Ni jambo la kushukuru. Ni muda kidogo hatujaonana, ni muda kidogo tunapishana, lakini ndio majukumu ya mwanadamu kwa sababu huwezi kuwa ukaishi bila kutegemea miamko mingine na mihangaiko mingine. Kwa hiyo ni harakati za hapa na pale, lakini nashukuru niko njema. Si habari yako Jafet? Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Kama ambavyo huwa wanazungumza funga Jumatano ya majivu usile nyama siku ya Ijumaa Kuu, basi watu wazingatie leo nyama zisiliki. Au kaka ushakunywa supu? Hapana, haiwezi kuwa hivyo kwa sababu nazingatia na nasimamia katika misingi hiyo. Ijumaa Kuu inatuelekeza kwa sababu inatokea mara moja kwa mwaka. Ni maelekezo, ni siku ya huzuni leo kwa sababu leo mwana wa Adamu anaingia kabrini kwa sababu ya maovu yetu sisi, kutuokoa sisi. Kwa hiyo lazima tujutie matendo haya tupate kuishi katika misingi ambayo tumewekewa kama Wakristo. Kama una imani hiyo lazima ulizingatie ili na ulisimamie kwa weledi. Kwa Madiba, Stellenbosch wanatua hapa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania visiwani Zanzibar. Alizungumzwa mfupa mgumu atakuwa ni Zamalek, akazungumzwa Simba akikutana na Stellenbosch, ndo timu rahisi pekee katika hatua ya makundi ambavyo kabla walikuwa hawajakutana. Lakini hivi sasa wengi wanazungumza Stellenbosch mara baada ya kumtoa Zamalek, inaonekana ni kazi ngumu kwa Simba Sports. Kwako Lawrence, unatazamaje kikosi cha Simba lakini Stellenbosch ambao amemuondoa bingwa mtetezi wa kombe la shirikisho? Aliyefika nusu finali yote ana nafasi ya kwenda finali, lakini sisi toka msimu ulivyoanza tulitangaza ubaya ubwela nia yetu kwamba msimu huu kwamba tunataka kombe. Hata wachambuzi mwanzo walikuwa wanadharau timu yetu, nasi slogan yetu kwa nasema tunajenga timu, lakini sisi tulitengeneza neno la slogan ya ubaya ubwela. Tulijua target yetu ni ipi. Kumtoa bingwa mtetezi ni uchezaji mzuri, muda mwingine ni ubora wa timu, lakini haimpelekei kuonekana kwamba awe bora zaidi kuzidi mnyama. Mnyama ni bora zaidi kwa sababu toka stage za makundi namna mechi zake alivyocheza mpaka tumefika hapa, sisi ni bora kuliko yeye. Kumtoa bingwa mtetezi inaonekana timu ambayo imepambana imefikia hapo. Hata sisi msimu mwaka juzi ule Jangwani Galaxy walitutoa hapa kwa aggregate ya goli 3-3 wakawa wameenda, lakini walivyoenda kule kwenye makundi nadhani ilikuwa timu ya kugawa pointi. Kwa muda mwingine kumtoa Giant haimaanishi kwamba unaweza kuwa bora sana. Akicheza katika mipango ikiwa sahihi upande wake kukubalika, inawezekana kawa bora, lakini nadhani tuna nafasi kubwa sisi kama mnyama kwenda finali kwa sababu tayari kwa kama kwanza tulimuombea yeye, maana tulishamwangalia uzani wake. Kwa hiyo kumtoa bingwa mtetezi ni kama yeye katurahisishia njia, sababu tulikuwa na Mwanza Mwarabu, tutoe Mwarabu tuende Mwarabu mwingine kwa sababu ilikuwa mechi ya kisasi. Umemtoa Al-Masry zenu kukutana na Zamalek tena, wa Misri wasingekubali, ngaona vita ambayo ingekuwa ni kubwa. Huyu watutoe sisi mfululizo ni nani? Kwa hiyo Stellenbosch kafanya kazi rahisi ya kumtoa bingwa mtetezi. Zeni sisi na yeye uso kwa uso, hata huko yeye anawaza namna ilivyo timu alivyoianzisha. Ameanzisha timu nzuri inapambana, lakini kwa uzani ulivyo na namna ya upambanaji nadhani tumekutana na mechi ngumu kuliko Stellenbosch. Toka tunaanza Al Tripoli tumekutana na Constantine, tunakutana Saxifeni, tunakutana na jamaa wa Angola. Mechi zimekuwa tafu zote. Kwa hiyo Simba hajakutana na mechi rahisi toka ameanza michuano hii. Kwa hiyo Stellenbosch ni uso kwa uso na sisi, lakini sisi tuna lengo kubwa zaidi kwa sababu yeye pale alipofikia msimu huu ni advantage yake kubwa sana na ni hatua kubwa kaipiga. Sisi bado kwake ni bonus. Sisi bado tunawaza mambo makubwa kwa sababu maono ya mtengeneza timu, maono ya mfadhili wetu, maono yake ni makubwa kwamba kutawala soka la Afrika. Kwa hiyo na njia ndio hii imeshaonekana. Kama mfupa mgumu ulikuwa ni kuvuka robo finali, tulishaumaliza. Zeni Stellenbosch ajiandae, tunamhitaji. Akushindi na umemzungumza Mohamed Dewji katika lengo aliyokuwa ameyaweka miaka 5 ya kuitafuta Simba kimataifa. Hii sasa imeanza kulipa. Nafasi ya 4 Simba, moja ya nafasi ambayo imekuwa ni hadimu na ndo Simba inakuwa timu ya kwanza kuishikilia kwa hivi sasa. Swali la msingi, mnajiona sasa mkienda kulipa deni la mwekezaji wa Simba Sports? Tunaenda kulipa deni, lakini tunaenda kwa maono yake kwa sababu yeye mwenyewe kwanza aliamua kurudi kwa nguvu kubwa. Ameleta wachezaji ambao quality yake ni kubwa. Nadhani inafika stage mafuta na maji hivi najitenga.
zile kelele ilikuwa tunalumbana, si mimi hivi, nafikia sasa hata mashabiki wa Simba sasa hivi hatuwezi tumia nguvu kubwa kulumbana. Sasa hivi tunawaza zaidi kufocus kuzungumzia timu yetu, kwa sababu kila kitu kinajieleza, vitendo vinajieleza. Natakiwa twende tukalipe, kwa sababu yeye ni jukumu lao wachezaji. Hata niliongea interview iliyopita kama wiki 3 hivi, nikasema ni jukumu la wachezaji kuonyesha kwamba brand ya Simba ni nini ambacho kiliopo, kwa sababu hata huu udhamini wa jezi ambao unajitokeza ni bonus kwao, ionyeshe kwamba hii klabu ni aina gani, klabu imetoka wapi na inaelekea wapi, kwa sababu mwelekeo unaonekana kutoka bilioni 1 imekuja bilioni 2, sasa tuna bilioni 5.6 kwa mwaka. Ni hatua ambayo tayari klabu inapiga. Kwa hiyo akina Chazi ya Hua, akina Mpanzu, akina Kamara, ni namna ambavyo wanaona klabu ilikotoka ni wapi na inaelekea wapi. Kwa hiyo ni namna ambayo wanahitaji wao kujenga, kama wao kushika miti, kuisimamisha Simba ambako inaelekea. Mjenga maono ambako aliwaza kuona Simba ndaka kutawala soka la Afrika. Hatuwazi haya, japo watu hawakubali, ila role model anafanya, zeni wengine wataamua kama wataamua kufuata wafate. Wakiamua kufanya vichwa ngumu kwamba macho kuvimba, ni wao. Walikataa swala la tamasha la Simba Day, wakakoma nalo zani ya miaka 5 mingapi, si namna gani, si unakuaje, sina siku yako nini, wakawaza maneno yote ya kashfa ambayo hayana maana. Lakini mwisho wa siku walivyokaa wenyewe wakajifungia, wakaona tunapoteza muda. Role model, njia ambayo anatuelekeza ni njia bora. Tunakutana Simba Day, tunatengeneza hela, maisha yanaendelea. Kwa hata hiki ambacho mpaka wachambuzi wanapinga zaidi, tunaona tumeingia mikataba, tunatengeneza vitu vizuri ambavyo ni strategy ya mpira. Nchi zingine ambazo wenzetu wameendelea kimpira, timu zingine kubwa, ndivyo zinavyoenda. Kwa hiyo Mjenga maono ametuonyesha njia, na yeye mwenyewe ameonyesha kwa vitendo kutuletea wachezaji wanaostahili. Ni namna sasa wachezaji wao kuipambania brandi, lengo ambalo kama Mjenga maono ameliweka liende kwenda kwa sahihi. Kwa hiyo ni jukumu la wachezaji kupambana kuona nembo ya jezi hii ni nini ambacho inataka kama Simba Sports. Bilioni 38 ambazo zimewekwa na mdhabuni mpya ambaye kaichukua tenda ya kusambaza jezi na kuuza. Limezua tena hoja na midahalo kulingana na vile ambavyo watu wanaweza kungamua mambo. Kwenye eneo la uwanja Lawrence, watu wanazungumza kwamba kama mnapigwa hivi jiwe la kizani. Kwa namna ambavyo vitu vilivyoainishwa, uwanja haujatajwa utajengwa ndani ya muda gani. Kwenye hili mna wasiwasi wowote? Yani shida ni kwamba Simba inajengwa kwa malengo ya uongozi wake na watu wa bodi. Pamoja na si mashabiki, si tunakubali, tunaelewa hilo. Hao watu wa milio nadhani ni sehemu ya burudani ya kutuburudisha. Ndio maana unaalika watu waje waangalie namna ambavyo wanaijadili timu, wanajadili juu ya mkataba wa uwanja, namna ujengaji. Ni jambo zuri, kwa sababu muda mwingine inawezekana wakati watu wanaingia mkataba kuna vipengele ambavyo watu walisahau. Na ndio maana hata jana Muba wakati anahojiwa na kituo kimoja cha redio alisema ni jambo zuri kutupa pressure, ni jambo zuri kuendelea kuhoji haya ili walau kama kuna sehemu kuna mapungufu tuweze kuyafanyia kazi kwenye safari. Na ndio maana sisi tuko Simba Sports ni klabu ya mpira. Iko huru. Toa maoni yako, zungumza, na hamna chuki ambayo mtu anaweza kukuzungumzia kwamba fulani adui, si kwa sababu hivi. Toa maoni yako, zungumza, na si maoni tunayachukua yenye faida tunayafanyia kazi, sio na yasiyofaa tunayaacha. Hatuna muda wa kulumbana na mtu. Ni jambo zuri kuzungumziwa kama taasisi. Hauwezi mkataba tu ukatangazwa zeni watu wote wakakaa wapige makofi. Utakuwa sio mkataba. Kwa hiyo hao wanaozungumza inawezekana wakawa wako sahihi, lakini walioingia mkataba wanajua namna ya kuuendea, kwa sababu namna ya kufanyia kazi na namna ya kutekeleza. Kwa hiyo sio kila jambo unatakiwa upewe kwa picha yote ilivyo. Sisi tumeshatangaza. Sisi watengeneza maono tumeshawaonyesha watu namna ilivyo. Ukizungumza, kwa sababu hii ni taasisi, jinsi ilivyojipanga, hata huyu ambaye anasema toa namna ya uwanja, amezungumza Dr. Muba jana kwamba namna ya mkataba unavyozungumza bilioni 38, sio kila sehemu ni pesa lazima zitoke, kwa sababu muda mwingine pesa zikitoka zikawekwa zinaingia kwenye matumizi mengine ambayo hayakukusudiwa. Kwa hiyo muda mwingine ndio maana watu walizungumza wakasema wanaomba walau ziingie kwenye facility za namna ya utendaji na utekelezaji wa vitu vingine ambavyo vitabaki kama kumbukumbu kwa namna ambavyo huyu ameingia mkataba. Na ndio maana imempa favor ya yeye kushinda hii tenda. Mashaka lazima yawepo, kwa sababu vitu ni vikubwa tofauti, hatujazoea. Yaani vitu vishazoea kufanyika na vilabu vikubwa huko Al Ahly, Manchester, Real Madrid. Sisi kwetu ni vigeni, kwa sababu tuliona ni jambo la kawaida. Kwa maana hata leo wavimba macho bado wanaishi maisha yale ya kanda. Mtu anarekodi muziki wake, anapeleka kopi ya kanda kwa Muhindi, kesho anaenda kumuuliza umeuza na kanda ngapi unilipe. Muhindi anasema hapana, uza mimi. Alafu mtaani unakutana na kanda zimetapakaa, lakini nyimbo ya kwako na imetawala mtaani. Huna namna hiyo. Sisi maisha yao tushatoka, tunawaelekeza, lakini watatoka waje huko. Sababu leo hii mtengeneza jezi ndo rais wako wa klabu. Mkurugenzi wa uwekezaji ndo yeye yuko huko. Yaani anajihoji yeye, anajijibu yeye, zeni anajipa majibu yeye. Ni kituko ambacho hakina maana. Kwa mwisho wa siku wanatakiwa wahoji huko kwanza kuliko sisi ambao tumetoka mwelekeo. Tumetoka kwa bilioni 1, wamuulize Vunja Bei alitoa kweli na haikuwa ilikuwepo.
Sunderland yuko pale. Alichozaidi bilioni 2 alitoa kweli na aliwajibu. Yuko hapa sio hadithi, lakini kuliko kusema eti kwa jezi moja anapata 1300 lakini 1300 hiyo muulize mtu kwa mwaka umeingiza shilingi ngapi? Ndio maswali ya kuuliza. Sisi kama tunaidiwa uwanja hata kama miaka 5 itatokea haujakamilika, lakini wao tumezungumza katika facilities zile za hela atatoa kila mwaka ni kiasi gani. Na Mo Dewji alishasema maono yake kwamba lazima tujenge uwanja. Kwa hiyo atashirikiana namna ilivyo baada ya miaka 5, iwe baada ya miaka 10, zeni kama atarenew mkataba ataendelea nao au atamaliza mkataba ni jambo ambalo tunatakiwa kusubiri. Sisi tukubali mkataba umesainiwa na utekelezaji wao ndani ya uongozi ndio wanajua, kwa sababu leo hii tusijivike majukumu ya uongozi kwamba walichotuambia unataka wewe utende, unataka kuambiwa kila kitu. Kwa nini hatukuitwa kwenye mkataba? Nani alijua kama J Ruti ndo atashinda hii tenda? Hakuna ambaye alijua, kila mtu alikuwa anabuni anauliza maswali. Hata tulipoambia tarehe 16 kuna jambo akatolewa picha ya gari na viwanja, hakuna ambaye alikuwepo. Ndio siri za uongozi natakiwa kuwa vile ujue nini kinaendelea. Okay. Yeah. Kwa hiyo kwenye hilo ambalo umezungumza, kuna eneo ambalo umeligusa na mimi ninatamani niulize swali dogo hapa. Unahisi ni watu wanaamua tu kufumbia macho ili mambo yaende, au ni ufinyu wa uelewa, kukosekana kwa maarifa ndo kunafanya watu wapeleke wanavyopeleka? Kuhusiana na nini? Umezungumzia 1300. Yani nazungumzia ambavyo kuona watu wanakuwa rahisi kudadavua vitu ambavyo viko wazi. Kwamba wamedadavua swala la mkataba wa Simba kuonekana uwanja ukoje, lakini vitu ambavyo vinajieleza na viko wazi. Nauliza hili wazungumze kuhusiana na hilo, wa kuambiwa wanaingiza 1300. Lakini 1300 hii ujiulize, kwa nini tunaishi maisha ya kanda ya miaka ya 90 huko nyuma, kwamba una rekodi mziki, unapeleka kopi ya kanda yako kwa Muhindi, zeni enda anabani anakuja kueleza alichokiuza. Wakati huo unakutana mtaani na CD zimetapakaa, unakutana na kanda vibanda vya cassette miaka ile, kila sehemu vinapiga mziki wako. Lakini ukiuliza mauzo anakuambia Muhindi imeuza kanda 3, nimeuza kanda 4. Huna namna ya kujitetea. Lengo lilivyo ni kwamba ndio maana wanatumia nguvu kubwa kuziba watu midomo, yani wanatumia nguvu kubwa. Leo hii ujiulize swala la imani la iftari, umewaita watu kwa ajili ya kujenga ibada, kujenga sema kujinyekeza kwa Mungu kama sadaka, kujutia makosa ambayo alivyo Mungu akuweze kukupunguzia makosa yako. Lakini unaandaa iftari, unaanza kuzungumzia kuhusu timu yako, kwamba watu wakienda wakachambue, watu wakafanya. Nimeona kwamba watu wanawaziba mdomo kwa sababu matatizo ni mengi, na watu kila siku waliongea kusema sio kwamba kutoka kujitambua, wanajitambua, lakini mwisho wa siku wanasema mdomo kinywa wazi kina shida. Ukitanua mdomo unapelekwa tonge la ugali, ukimung'unya umekaa kiu, umesahau ambacho unataka kuongea. Imeleta shida yote. Iftari imeleta mambo mengi, imewabadilisha watu wengi uelewa, imebadilika mpaka tulikuwa na vyuma wanasema vya Mjerumani, mwisho wa siku imekuwa vyuma vya scraper. Kwa mambo yamekuwa ni mengi, yani kila mtu anatoa milio yake, yani huyu huku, lakini ukweli unabaki kuwa pale pale. Chuma halisi cha Mjerumani unaona kama reli yetu ile ya Tazara imetengenezwa na Mjerumani miaka ya 60, leo bado inadunda, lakini chuma cha Mjerumani sasa hivi kimeyeyuka, imekuwa scraper. Nadhani atakiwa si wakabonde bonde watengeneze nondo. Imekuwa ni hadithi kwa sababu ya hii stari. Mwanzo watu walikuwa wako timamu, walikuwa wanajua wanachokiongea ni nini. Simba haipingi kukosoa. Simba sio klabu ya kusema itengeneze vita hivyo. Ndio maana sisi hatumwataki mtu, lakini muda usiku unajitia aibu wewe. Leo unapoongea kusema Simba si hii haivuki, Simba hii si haiendi, wewe ni nani? Wewe ni kocha, wewe ni nani kwamba unajua namna ilivyo timu inaendeshwa? Wewe ni mtangazaji, umeajiriwa, unatakiwa uchambue mpira. Kwa nini Simba haiendi? Ukichukulia historia ya makundi namna imepata matokeo, ukichukua mechi zake za ugenini ilivyozicheza, unaposema Simba haivuki nusu finali, una maana gani? Kwamba kutoka robo finali kwa nusu finali umetumia vigezo gani? Zaidi unaangalia tu ni iftari ambayo imembadili akili kutoka kuwa chuma cha Mjerumani kwa chuma cha scraper. Lakini tunaishi nao hivyo wavimba macho kwa sababu wanazungumzia matumbo yao. Wameshindwa kusimama kwenye msimamo, baki kwenye uhalisi. Kama ni maisha yatakuja, kama ni fedha utapata. Lakini mamna ya kudanganywa, kuhamishwa kwenye mwisho wa siku wanajipunguzia heshima kwenye jamii, unabaki kuwa ueleweke. Yani Wakristo tunasema hauko moto, hauko baridi, wewe ni vuguvugu, wewe ni kuwatupa kwenye jalala, kwa sababu hata Bible inasema haufai. Bora uwe moto wa kupoze, uwe baridi watu wa kuamshe uchangamke. Lakini ukibaki kuwa vuguvugu unageuka huku haupo, unakuwa haufai katika jamii. Ni jambo ambalo tayari umeshafeli katika maisha. Kwa hiyo hawa watu wamebadilika kwa sababu ya vitu ambavyo walipewa, kwa sababu walitamkiwa kabisa, wamekaa, lete nyama, lete kuku, weka kuku hapo ili mkienda kuchambua mkumbuke. Mkienda kuchagua wakitaka kuisema vibaya timu wanakumbuka zile nyama hizo pewa za kuku wenyewe wa madoli broiler wale wamewavuruga akili, mwisho wa siku wametoka kwenye njia. Alikuwa mtu bora sana, alikuwa anakuja Ibrahim Ambokile, mtu mmoja nilikuwa namkubali sana, lakini imefika stage basi tufanyeje sasa? Ndo maisha aliyochagua, ndo upande wake aliochagua, tuendelee kwenye maisha hayo, hamna namna. Hivi mnaamini kabisa ni iftari, yani baada ya iftari ndo mambo yakabadilika, au kuna vitu yeye anaona katika jicho la utofauti ambalo wengi hamkubaliana nalo na amliungi mkono? Mwanzo wakati watu tunasema tunajenga timu, wasema kwamba watu walitulaumu.
Yani wakati watu tunasema tunapambana ubaya ubwela huu, Simba inataka kwenda robo finali, Simba inataka kwenda finali, watu waliongea maneno ambayo hayapendezi. Lakini mwisho wa siku najiuliza, mwanzo alikuwa anasema Simba hii inapambana, Simba hii inashinda. Ukimchukulia clip zake, sio mimi, hata leo ukichukua clip zake za nyuma, listi zake ukimletea, alichokuwa anakiongea kuhusu Simba, baada ya hii iftari amebadilika, amekuwa ni mtu ambaye anaiataki Simba kama hivyo, nasema anaponda kuzungumzia uwanja. Huwezi kuzungumzia mkataba umesainiwa juzi ukataka matokeo tayari yawepo. Ni mjadala kwa kweli, ni mzuri kwa sababu kama klabu lazima waizungumzie, ni timu kubwa, lakini wewe kama mchambuzi ambaye unaelimisha jamii, kwa sababu usiwe kama kina Lawrence ambao tunakutana huko, wewe uko kwenye studio umeajiriwa kwa ajili ya kazi hiyo. Kwa hiyo unapoongea au hata kama mmekutana sehemu mtaani, ongea vitu ambavyo viko negative ambao kidogo hata kesho vitakuwa rahisi kwako. Lakini kuongea unajitoa mwanga kabisa kwamba hivi na hivi, unaita wachezaji takataka, unaita wachezaji maneno makali ambayo sio ni vya kwetu hivi. Leo hii tulikuwa na timu 4, Simba ndio yuko nusu finali. Kama Simba yuko nusu finali, wengine wametoka. Kwa nini yuko nusu finali? Ni kwa sababu ni bora. Na ukizungumzia kichaka hicho cha kusema labda muda mwingine Simba anafungwa na Yanga kwa sababu ya mchezo ya ligi, haitoi ubora. Kwa maana leo hii ukisema Arsenal kamtoa Madrid kamfunga, hawezi kuwa ukaondoa ubora wa Madrid. Mechi imetokea katika kukutana huku, Madrid hakuwa vizuri, lakini ubora wa Madrid unabaki kuwa vile vile na heshima ya Madrid inabaki kuwa vile. Tunaona timu zilisumbua kina Ihefu, wamemfunga mtu mwisho wa siku kaamua kumnunua. Lakini ukiangalia uzani wa hiyo timu iliyokuwa inafungwa na Ihefu, hauwezi kufanana, havilingani kulingana na thamani yake na uwezo wa wachezaji jinsi ilivyo. Kwa mechi inatokea kama mechi. Kwa kushinda mechi haimaanishi kwamba kaonekana huyu ni yuko vizuri, lakini haya tunayofanya ni jukumu la nchi. Haya tunayofanya yanaonekana timu zingine zimeshindwa. Leo hii Simba mpaka tupo leo tunamtafuta Stellenbosch, tumeshaua Waarabu karibu 4. Sio jambo rahisi. Mmeuzi wa Saxifeni, tumekutana na Constantini, tumekutana na Al Tripoli, tumeua Al Masry. Mpaka tuko hapa. Unapopita msitu wa kuua Waarabu sio jambo dogo. Ule msitu ni mgumu mno. Kwa hiyo unapofika sasa kama hatukukubali. Hivi ndio huo msitu ambao umewashinda wengine pia. Msitu mwingine umewashinda. Uwanja wa Taifa goli moja wameshindwa ili wachukue hela. Goli moja tu wachukua chupa mpaka nafasi ya 5, walikuwa wanasema wanafyeka kile kichaka. Lakini mti mmoja wameshindwa kuukata wapite, lakini sisi tumefyeka miti 4 tena ya Waarabu, sio miti ya kawaida. Kwa hiyo inafika stage mchambuzi unaponda Simba, lakini mwisho wa siku unajishushia heshima. Sisi tuna haki ya kumkumbusha kwa sababu ni Mtanzania mwenzetu na sisi tunamkubali, ndio maana tunamkumbusha. Iftari imembadilisha ale iftari, lakini arudi katika msimamo wake Ibrahim Ambokile. Swali langu la mwisho kabisa, uwanja wa New Amani Complex ulipokea mchezo wa klabu bingwa hatua ya awali na ilikuwa ni Young Africans. Sasa mnapeleka burudani ya nusu finali upande wa kombe la shirikisho barani Afrika. Unamuona mnyama akimaliza mechi katika uwanja huo? Hiyo ndo target na hilo ndo mawazo tulionayo, kwa sababu kwenda Afrika Kusini tukiwa tayari tumeshajua nini tumefanya, kwa sababu hili kwanza katufundisha Al Masry. Al Masry kaonyesha namna ambavyo uwanja wa nyumbani kautumiaje, na amekuja hapa alikuja na mtaji mkubwa. Sema kwa sababu si dhamira yetu ilikuwa kwenda nusu finali. Kama tungekuwa na dhamira ya wenzetu ya Pompolilala, nadhani tulikuwa na baki hapa tusingeweza kutoboa. Kwa hiyo uwanja wa nyumbani unakusaidia kupata mtaji unapoenda ugenini, tayari unakuwa na mtaji wako. Ukifeli kupata mtaji nyumbani, mechi inakuwa ngumu ugenini kwa sababu unamkuta naye mtu keshajiandaa. Amani Complex ndio mechi ambayo ndio uwanja ambao umepokea mechi ya nusu finali kwa historia ya mwaka huu 2025. Kwa hiyo nadhani ni jambo zuri ambalo tunaenda pale, lakini lengo target yetu sisi ni kwenda finali. Lengo linaweza kutimia kwa kupitia uwanja wa Amani Complex. Uwanja uko bora, pitch iko bora, nadhani inatukaribisha pale tunamkabilisha Stellenbosch. Aijue mnyama yukoje kwa sababu tumetoka kwenye machinjio yetu ya Benjamin Mkapa. Zeni tunaweza kusema tunaenda kufungua machinjio mpya ambayo kama Benjamin Mkapa ina shida kama hivi, inawezekana tukamhamishia mtu pale avuke maji, tunaenda tukamalize biashara pale. Kwa hiyo nafikiri namuona Simba akivuka, namuona Simba akishinda kwa idadi nzuri ya magoli ambayo yatampa stage kubwa ya kwenda Afrika Kusini akiwa na mtaji mkubwa ambao unafaa. Kwa hiyo nadhani Amani Complex tumehamia pale, ni jambo zuri ambalo tunaenda kucheza pale, lakini wachezaji watambue ni mechi ngumu kwa sababu hawa watu wana njaa mafanikio. Stellenbosch wana njaa mafanikio, ni timu ambayo niseme ni kama mpya lakini ni ngeni. Kwa watu wageni wanajitangaza na zenu wanafuta masoko, kwa mwisho wa siku wanapambana. Kumtoa mnyama itakuwa ni historia kubwa kwao. Kumtoa mnyama watakuwa wametengeneza karia kubwa sana kwao. Lakini mnyama akina Hua akina Mpanzu ni daraja lao ambalo wanatakiwa kutengeneza. Njia ya kwenda Ulaya ndio hii. Wakimaliza hapo biashara umeenda nusu finali, umeingia finali, nadhani mawakala nje watakuwa wa kutosha. Tujiandae tayari, tuna wakati mgumu ambao anatakiwa Modric tena angalie pochi yake ikae sawa, kwa sababu hili tunaomba mafanikio, lakini baada ya mafanikio nadhani wachezaji wengi hatutokuwa nao kwa sababu tayari watakuwa wametengeneza daraja la soko lipo. Mimi nadhani twende Amani Complex kwa wingi,
twende tukampokea Stellenbosch, lakini twende tukamchinje pale, mnyama anaenda fainali. Bana, watu wa Bububu, Kwerekwe, Fuoni, Mwera, Mnazi Mmoja, mnatakiwa muwai zaidi. Kama mtachelewa, huko bara pia wana hasira ya kuja kumshuhudia mnyama akivuka hatua ya nusu fainali kwenda hatua ya fainali. Ni Lawrence ambaye tumepiga naye story. Kwa maoni yake, yeye anaona Simba anayo fursa ya kumaliza mchezo katika uwanja wa New Amani Complex. Sisi siku ya leo ni siku ambayo tunasema weekend imeanzia hapa na burudani inaanzia leo